Katika kutekeleza maelekezo ya kujitosheleza kwa chakula cha wafungwa na mahabusu yaliyotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 9 Mei 2026 wakati akifunga rasmi mafunzo ya uongozi ya kozi ya juu ya 28 na uongozi daraja la pili la kozi namba 48 ya wizara kupitia Jeshi la Polisi na Jeshi la Magereza imetenga shilingi bilioni 10 ya bajeti ya mwaka 2026/27 kwa ajili ya kuanzisha mradi wa kimkakati wa shamba la kilimo kielelezo katika gereza la Molo lililopo wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Mradi huo ulitekelezwa kupitia kilimo cha umwagiliaji na uwezeshaji wa Jeshi la Magereza kujitosheleza kwa chakula na mahindi pamoja na maharage. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya magereza hadi kufikia Aprili 2026 shilingi bilioni 2.22 zilipokelewa kwa ajili ya ujenzi wa ofisi mbili za wakuu wa magereza wa mkoa wa Songwe, Geita pamoja na ukarabati wa gereza la Isanga Dodoma, Uyui Tabora, Ukonga Dar es Salaam na Liungu Mtwara. Ujenzi na ukarabati wa ofisi ya magereza hayo unaendelea na upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/2027 shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu mbalimbali ya magereza ili kubainishwa kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 41 na ukurasa wa 42 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji, upimaji na ulipaji wa fidia. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, Jeshi la Magereza limepokea shilingi milioni 329 kwa ajili ya upimaji wa maeneo 17 nchini pamoja na ulipaji wa fidia kwa wananchi wa wilaya ya Kaliua, Tabora, ambapo maeneo yote yao yametwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa gereza jipya la wilaya ya Kaliua. Aidha, katika mwaka wa fedha 26/27 shilingi milioni 900 zimetengwa kwa ajili ya kulipa fidia katika maeneo ya Msanga, Dodoma, Liwale, Lindi na Ilemela jijini Mwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma ya uangalizi wa wafungwa na vifungo vya nje. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara imewezesha wafungwa 4815 kutumikia adhabu zao za nje ya magereza. Aidha, wafungwa 4200 wa vifungo vya nje walimaliza kutumikia vifungo vyao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa adhabu za nje ya magereza umesaidia kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani na kuwezesha serikali kuokoa zaidi ya shilingi bilioni 14.33 ambazo zingetumika kuhudumia wafungwa hao endapo wangetumikia kifungo magerezani. Aidha, kazi zinazofanywa na wafungwa hao zimeokoa jumla shilingi bilioni 9.6 ambazo zingetumiwa na serikali kuwalipa vibarua. Hivyo jumla ya fedha zote zilizookolewa kupitia huduma hizo ni shilingi bilioni 29.93. Hili ni jambo la kupongeza sana uongozi wa magereza na mpango mzuri ambao umewekwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27 wizara imepanga kutumia shilingi bilioni 4.97 kwa ajili ya kuwaweka kwenye programu ya vifungo vya nje na kuwasimamia wafungwa zaidi ya 6500. Pia itatoa elimu ya utekelezaji wa programu hiyo kwa wadau na haki jinai na kuanza kutumia mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa taarifa za wafungwa wa vifungo vya nje gerezani. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi ya shirika la magereza SHIMA. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Aprili 2026 shirika la magereza limekamilisha miradi ya ujenzi wa majengo na ofisi za taasisi na kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Morogoro na ofisi ya mamlaka ya serikali IGA mkoa wa Iringa. Shirika pia limeendelea na miradi ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji katika mkoa wa Mara, Singida, na ujenzi wa vituo hivyo unatarajiwa kukamilika ifikapo Oktoba 2027. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli nyingine zilizotekelezwa na ujenzi wa miundombinu ya chuo cha Jeshi la Magereza zimamoto na uokoaji kilichopo Chogo
Handeni Tanga na ujenzi wa jengo la ofisi ya manispaa ya Iringa. Vile vile kupitia kampuni tanzu ya ulinzi Shimagard Company Limited, shirika limefanikiwa kutoa huduma ya ulinzi kwa taasisi za umma 42 na binafsi 19. Huduma hiyo imetoa ajira kwa vijana wa Kitanzania 927. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi mingine inayotekelezwa na shirika hilo ni kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 46 na hadi ukurasa wa 49 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma za zimamoto na uokoaji. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limezima moto na kufanya uokoaji katika matukio 4436 ambapo majeruhi 1713 waliokolewa. Katika mwaka wa fedha 2026/27, jeshi hilo litaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ili kupunguza madhara yanayotokana na moto na majanga mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imefanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto na majanga mengine katika maeneo 62,100 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 12.29 kilikusanywa sawa na 98.38% ya lengo la kipindi husika. Katika mwaka wa fedha 2026/2027, jumla ya maeneo 110,000 yalikaguliwa na shilingi bilioni 17 zilitarajiwa kukusanywa. Ununuzi na ukarabati wa fire hydrants. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na uhitaji mkubwa wa mabomba maalum ya kuchukulia maji ya magari ya kuzima moto fire hydrants, hasa katika ngazi ya wilaya na halmashauri, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kushirikiana na mamlaka za miji zinatekeleza mpango wa miaka mitano, yani 2025 hadi 2030 kwa ajili ya kufunga fire hydrants 4256 katika ngazi za wilaya na halmashauri zinazowezesha upatikanaji wa maji ya kuzima moto. Hadi kufikia Aprili 2026, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeweza kupokea fire hydrants 56 kutoka mamlaka za maji zilizofungwa katika mikoa 13 nchini. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/2027, shilingi milioni 600 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa fire hydrants 272. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi wa vituo makazi ya askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imeendelea na ukamilishaji wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji nchini. Hadi kufikia Aprili 2026, ujenzi wa vituo 2 umekamilika katika mikoa ya Njombe, Simiyu. Aidha, umaliziaji wa vituo 5 katika mikoa ya Manyara, Katavi, Geita, Kagera, Songwe unaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile jeshi limepokea shilingi bilioni 2.46 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji katika wilaya ya Bunda, Gairo, Nzega, Sengerema pamoja na halmashauri za Chalinze na Mafinga na kufanya ukarabati wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma. Aidha, katika mwaka wa fedha 2026/27, shilingi bilioni 10.6 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa vituo 7 vya zimamoto na uokoaji katika mikoa ya Dodoma, Kigoma, Kilimanjaro, Mbeya, Mwanza pia na Shinyanga. Mheshimiwa Naibu Spika, elimu kwa umma. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia mwezi Aprili 2026, elimu na kinga na tahadhari ya zimamoto na majanga mengine imetolewa katika maeneo 23,327 yenye mkusanyiko mikubwa ya watu pamoja na kupitia vyombo vya habari na kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Katika mwaka wa fedha 2026/27, serikali imetenga jumla ya shilingi milioni 669.21 kwa ajili ya kukamilisha utoaji wa elimu kwa umma na kuhamasisha wananchi kujiunga na vikundi vya wazimamoto wa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, utoaji wa huduma ya kiuhamiaji nchini.
Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya wageni milioni 2,529 waliingia nchini ikilinganishwa na wageni milioni 1,839,342 walioingia katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 24/25. Ongezeko hili la wageni limetokana na jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya sita kiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira bora ya kuwavutia wageni katika sekta za utalii na utekelezaji wa huduma za kijamii. Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya Watanzania 476,190 walitoka nchini na 443,561 walirejea nchini ikilinganishwa na Watanzania 400,434 waliotoka nchini na 376,011 waliorejea katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Pasipoti na hati nyingine za safari. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya pasipoti 78,583 zilitolewa kwa Watanzania ikilinganishwa na pasipoti 114,448 zilizotolewa katika kipindi kama hiki kwa mwaka wa fedha 24/25. Aidha, hati za safari za dharura 226,400 zilitolewa ikilinganishwa na hati za safari za dharura 204,387 zilizotolewa kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kwa mwaka 2026/27, Idara ya Uhamiaji itaendelea na kutoa pasipoti na hati za safari kwa raia wa Tanzania ili kuwawezesha kusafiri nje ya nchi kwa madhumuni mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, operesheni misako doria na ukaguzi. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia Idara ya Uhamiaji imeendelea kufanya operesheni misako doria na ukaguzi katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kubaini na kuwakamata, kuwadhibiti wahamiaji haramu wanaoingia nchini. Hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya watuhumiwa 49,469 wa makosa ya kiuhamiaji walikamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria, ambapo kati ya hao wahamiaji haramu 34,099 waliondoshwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, ili kukabiliana na wahamiaji haramu hususan katika mikoa ya mipakani, Wizara kupitia Idara ya Uhamiaji imeanzisha kanda maalum ya uhamiaji katika mikoa ya Kagera, Kigoma. Aidha, idara itaendelea kufanya misako na doria na kuanzisha kanda nyingine katika maeneo ya kimkakati yenye mwingiliano mkubwa wa wageni ili kuhakikisha wahamiaji haramu wanadhibitiwa ipasavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutoa rai kwa Watanzania na kuendelea kushirikiana na Idara ya Uhamiaji katika kuwafichua wageni wanaoishi katika maeneo kinyume na sheria, kanuni na taratibu za nchi, na kufanya hivyo kutaifanya Tanzania kuendelea kuwa nchi salama. Mheshimiwa Naibu Spika, shughuli nyingine zinazotekelezwa na wizara kupitia Idara ya Uhamiaji ni kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 61 na ukurasa wa 62 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, usajili na utambuzi wa watu nchini. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, wizara kupitia Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA imesajili na kutambua watu 1,145,334 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea. Aidha, katika kipindi husika jumla ya watu 857,244 wamepatiwa namba za utambulisho wa taifa na hivyo kufanya jumla ya watu waliopata namba hizo mpaka sasa kuwa 22,654,206. Namba hizo zinawawezesha wananchi kutambulika wakati wa kupata huduma mbalimbali za kiuchumi, kijamii katika taasisi za umma na taasisi binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kuwahimiza waajiri wote nchini kuhakikisha kuwa
waajiriwa wao wanahakikiwa kwa kutumia NIDA ili kujiridhisha kuhusu raia wao pamoja na taarifa nyingine za utambuzi, hivyo kuendelea kuimarisha usalama wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi husika vitambulisho 232,535 vimechapishwa na kusambazwa katika ofisi za usajili wa wilaya na zile ofisi za NIDA, kufanya jumla vitambulisho vilivyochapishwa na kusambazwa kuwa 21,553,057. Aidha, jumla vitambulisho 275,682 vimegawiwa kwa wananchi na kufanya jumla vitambulisho vilivyogawiwa kuwa 20,894,235. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na serikali kuongeza huduma ya ugawaji wa vitambulisho karibu na wananchi na kuanzisha huduma ya kutuma ujumbe mfupi kwa wananchi, ambapo vitambulisho vimechapishwa na kuwataka kufika katika ofisi za wilaya walizojisajili ili kuvichukua, bado kuna vitambulisho 668,822 katika ofisi za wilaya za NIDA ambavyo havijachukuliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, pia NIDA imeanzisha namba maalum ya kutuma ujumbe mfupi bila malipo SMS ambayo ni 15274. Namba hiyo inamwezesha mwananchi kufuatilia hatua ya maombi yake ya kitambulisho cha taifa ilipofikia, pamoja na kupata namba yake ya utambulisho bila kulazimika kufika katika ofisi za NIDA. Aidha, katika kuhakikisha NIDA inakuwa na kanzidata zenye taarifa sahihi za watu, serikali imetoa kibali maalum mwaka mmoja kuanzia mwezi Oktoba 2025 hadi Septemba 26 cha kuruhusu wananchi waliotoa taarifa sahihi wakati wa usajili kufanya mabadiliko ya taarifa na kutoa taarifa sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kutoa wito kwa wananchi na waheshimiwa wabunge waliopewa taarifa ya kuchukua vitambulisho vyao kujitokeza kwenda kuvichukua. Pia wanaoomba kutumia namba 15-27-4 kupitia simu zao za mkononi kufuatilia maombi ya vitambulisho vya taifa. Aidha, natoa rai kwa wananchi wenye changamoto za taarifa zao katika mfumo wa NIDA kutumia fursa iliyotolewa ya kufanya maboresho ya taarifa hizo kwa kutoa taarifa sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, uunganishaji wa mfumo wa NIDA na mfumo ya taasisi nyingine. NIDA itaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama Dr. Samia Suluhu Hassan, hasa katika kuhakikisha mfumo ya taasisi zinazotoa huduma kwa wananchi zinasomana. Katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026, NIDA imeunganisha taasisi 17 na mfumo wa usajili na utambuzi na kufanya jumla ya taasisi 147 zilizounganishwa na mfumo huo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara kupitia NIDA imetenga shilingi bilioni 132.26 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali kama ilivyobainishwa katika ukurasa wa 68 hadi 70 katika kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, huduma kwa wakimbizi. Hadi kufikia Aprili 2026, nchi yetu ilikuwa na hifadhi jumla ya wakimbizi, waomba hifadhi na waomba hifadhi 158,954, ambapo kati ya hao 70,952 ni wenye asili ya nchi ya wenzetu Burundi na 87,303 wana asili ya ndugu zetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 699 kutoka katika mataifa mengine mchanganyiko. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kwa kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa na kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR pamoja na wadau wengine muhimu imekamilisha zoezi la mahojiano ya kina na wakimbizi wenye asili ya nchi ya Burundi waliopo katika kambi zote na makazi ili kuweza kuwatafutia suluhisho la kudumu. Matokeo ya zoezi hilo yamebainisha kuwa zaidi ya 95% ya wakimbizi hao
hayakuwa na sababu za msingi za kuendelea kuwepo katika hifadhi za kimataifa, kwa kuwa nchi hiyo sasa ina amani, ina utulivu wa kisiasa na unaowezesha urejeaji salama kwa kuzingatia utu na sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, zoezi hilo lilifuatiwa na mkutano wa pande tatu baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya nchi ya Burundi na UNHCR uliofanyika tarehe 26 hadi 28 Novemba 2025 jijini Dar es Salaam. Mkutano huo ulithibitisha kuwa wakimbizi hao hawana sababu ya kuendelea kuwepo nchini kwa kuwa nchi yao ni salama, na hivyo kuweka makubaliano kuwa wao wanaweza kurejea nchini kwao ifikapo mwishoni mwa mwezi Juni 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Aprili 2026, jumla ya wakimbizi 76,403 walirejeshwa nchini Burundi kwa hiari yao, na hivyo kupelekea wakimbizi kufungwa kwa kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyopo wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Vilevile wakimbizi 561 walihamishwa nchini kwenda nchi za Australia, Canada, Sweden, Ufaransa na Uingereza. Katika mwaka wa fedha 2026/27, wizara imetenga fedha bilioni 3.62 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za usimamizi wa masuala ya wakimbizi nchini. Usajili na ukaguzi wa jumuiya za kiraia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2025 hadi Aprili 2026, jumla ya jumuiya za kiraia 126 zimesajiliwa, ambapo 12 ni jumuiya za kidini na 114 zisizo za kidini. Pia ukaguzi wa jumuiya za kiraia 350 umefanyika katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, Ruvuma na Songwe. Lengo la ukaguzi huo ni kufuatilia utekelezaji wa masharti ya usajili pamoja na kubaini mchango wa jumuiya hizo katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, pia wizara imeanzisha programu ya ushirikishwaji ili kuimarisha uelewa na uwajibikaji wa viongozi wa jumuiya za kiraia katika uendeshaji wa jumuiya zao.